na kikao hichi kimelenga kujibu hoja ambazo zimekuwa raised na mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu. Kwa hiyo leo tumekuja kujibu zile hoja zote ambazo mkaguzi aliziona ofisini kwetu katika wizara, na hoja hizi zote takriban zinahusu pensheni jamii. Kwa hivyo kamati ya PSC ili kuweza sasa kujibu kwa pamoja zile hoja, na sisi tunatoa majibu kwa kuwapa wao PSC waweze kuziondoa hizo hoja ndani ya kitabu cha mkaguzi mkuu na wa serikali. Zilizoibuka kama nilivyosema ni kuhusu pensheni jamii. Pensheni jamii ni hii ambayo tunawalipa wazee kuanzia miaka 70, tunawalipa kila mwezi shilingi 50,000. Mwanzo pensheni jamii ilikuwa tunailipa sisi Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, tunalipa moja kwa moja cash. Lakini kuanzia mwaka 2023 pensheni jamii ikahamishiwa Wizara ya Fedha. Ile malipo tu, ile utaratibu mwingine wote kuhusu wazee na tathmini zote kuhusu wazee ilikuwa inafanyika mpaka sasa wizarani kwetu, lakini yale malipo ya fedha sasa ikawa kwanza hawalipi keshi, watalipwa kupitia benki. Kwa hivyo ikahamia wapi? Wizara ya Fedha kuhusiana na malipo. Kwa hivyo hapa katikati kuna changamoto nyingi zilitokea kuhusiana na hayo malipo. Wazee wengine walikuwa wamelipwa wameshafariki, lakini kuna wazee ambao walikuwa hawajalipwa. Kwa hivyo changamoto nyingi hapa mpaka ile mfumo ulivyokuja kukaa sawa. Kwa hivyo hizo hoja ndo nyingi ambazo zimekuwa raised na leo tunaenda kuzijibu kwa sababu majibu yake tunayo. Wizara yetu ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto tunashughulika zaidi na ule uratibu, kuona wazee wangapi wapya wameingizwa, wazee wangapi wa zamani wamefariki. Hilo ndo kubwa zaidi tunalolifanya sisi, uratibu. Lakini malipo kama malipo yaendelee kubaki Wizara ya Fedha, kwa sababu huko ndo kunako fedha na kunako wataalamu wanaweza kusimamia zile fedha. Kwa sababu sisi tulikuwa tunalipa huko, maafisa wetu mpaka walinzi walikuwa wanaenda kulipa fedha, na huo si utaratibu wa fedha. Fedha na utaratibu wake, lakini sasa hivi tumebadili system, cash, mtu halipwi cash, ndio malipo yanatakiwa yawe hivyo. Na Wizara ya Fedha ni watu proper kabisa, ni wizara proper ambayo inaweza ikasimamia swala hiyo. Sisi tunabakia na kuratibu, kuona wazee wangapi wamefariki, wangapi tumeingiza wapya. Tunawafuata majumbani mwao kuhakikisha kama kweli mzee huyu yupo, lakini kuhakikisha kila mzee ambaye kafika miaka 70 analipwa. Kama kitambulisho chake kina matatizo yote, kwamba pengine kitambulisho kinamuonesha na miaka 64, kumbe mzee kishafika 70, tunafanya tathmini na utaratibu mbalimbali kuhakikisha kuona huyu mzee sasa naye anapata pensheni jamii, kwa sababu malalamiko hayo pia yapo. Wazee washafika umri, lakini kitambulisho cha Mzanzibari kinamuonesha bado umri wake haujafika. Kwa hiyo tunafanya taratibu mbalimbali. Wale ambao hawana vitambulisho vya Mzanzibari tunawatafutia, wale ambao hawana cheti cha kuzaliwa tunawatafutia. Tunafanya utaratibu kuhakikisha kila mzee ambaye kafikia miaka 70 anapata haki yake. Wazee tuna changamoto moja ile ambayo wazee wetu wanapata ile 50,000 ikiingizwa kwenye system ya kibenki, wakati wanatoa kuna charge zile ambazo wazee wanalalamikia. Kwa hivyo tunaangalia tufanye utaratibu gani sasa ili mzee akienda kwenye ATM, kwa sababu sasa hivi wanatumia sana ATM machine, atoe ile 50,000 yote kamili, isitoke pengine 48 au 47, itoke 50,000. Kwa hivyo tunataka kuwapa hakika wazee wetu tunaishughulikia changamoto hiyo ili kila mzee apate 50,000 kama ilivyosema kwenye utaratibu. Kamati yangu leo iko hapa kwenye wizara hii ya Maendeleo ya Jamii kwa ajili ya kupitia hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Ziko 9 na kwa upande wa Pemba pia kuna 3. Pemba tulikosa kuzipitia, kwa hiyo tumeunganisha hapa kwa pamoja kuzipitia zote kwa pamoja. Hoja 9 za hapa na 3 za Pemba. Nyingi wao zinahusiana na pensheni jamii. Lakini moja katika tatizo ambalo kwa walipo hapa, pensheni jamii sasa hivi inalipwa kupitia Wizara ya Fedha. Kwa hiyo hawa watu wa wizara just ni waratibu tu. Kwa hiyo kuna kama mkanganyiko, ndo tunataka kuangalia za wefu tunafanyaje baada ya kumaliza na rangi kikao, kama tutatoa maamuzi au tutatoa ushauri kwa serikali nini kifanyike. Sasa unajua serikali azma yake wazee wote wapate hiyo pensheni jamii. Lakini vile vile kama utaangalia wamepatiwa hao wazee wa miaka 70, idadi yao sio ndogo. Kuna wazee 34,000 ambao kila mwezi wanapatiwa shilingi 50,000. Sasa ndo kwanza mwanzo, sisi pensheni tuna miaka 10 tu, lakini kila siku itakavyokwenda, uchumi utakavyoruhusu,
basi tutashuka tu 68, 65, lakini tukisema kwamba wazee wote waliotumia miaka 60 wapatiwe shilingi 50,000, unaweza kugundua kawa idadi kubwa ya wazee, na pengine serikali wakashindwa kuisimamia kama wanavyoisimamia hivi sasa. Uchumi utakavyoruhusu, basi ndivyo na idadi ya wazee itakavyoongezeka, kwa sababu hata hao wazee wanaostaafu wametizamwa kwa jicho la rehema na Mheshimiwa Rais, wameongezewa 100%, sio? Kwa maana yake nini? Maana yake huku wanapata, na wakiingia miaka 70 inshallah watapata tena, lakini kadri uchumi utakavyoruhusu ndivyo serikali itakavyoona sasa wache tupunguze umri, lakini vinginevyo tunaweza tukatengeneza huku na sehemu nyingine zikaharibika.